Ndugu zanguni, kabla ya mechi kupelekwa katika uwanja wa Amani, tayari tulishaanza mchakato wa kuuza tiketi. Na hadi kufikia jana tukawa tumeuza tiketi 16,000. Tiketi 16,000 maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa, na tena umepitiliza kwa watu 1,000 zaidi, kwa sababu uwanja wa Amani unachukua watu 15,000 pekee. Kwa tiketi 16,000 ambazo tumeuza, maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa na watu wengine 1,000 watabaki nje ya uwanja. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, tunafanyaje hizi tiketi? Tulichokubaliana kama uongozi wa Simba Sports Club ni kwamba tunaufuta mchakato wa kuuza tiketi na tutaanza upya mchakato wa kuuza tiketi mpya kwa ajili ya mechi ya Amani Zanzibar. Lakini basi wale wote ambao wamenunua tiketi zao, watu 16,000, tiketi zao zitatunzwa na wao watalazimika kutunza kadi zao, na tiketi zao watazitumia kuingilia kwenye tamasha letu la Simba Day mwezi wa 8 mwaka huu. Tumeelewana eh? Hii ni kusema kwamba mchakato wa kununua tiketi unaanza upya hii leo, na niko hapa kutangaza viingilio vipya vya mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane. Tumefikiria mengi kuhusiana na wale ambao tayari wameshanunua tiketi. Tukasema kwa mfano tusiuze tiketi tena. Zile 16,000 ambazo watu wamenunua ndizo watu watumie kuingilia uwanja wa Amani. Lakini tukajiuliza, katika watu 16,000 watakaoweza pengine kuja uwanja wa Amani wakiwa watu 2,000 pekee, watu 13,000 wataingia kutoka wapi ambao hawajanunua tiketi? Simeeleweka sijui? Maana yake ni kwamba kukawa kuna hofu kubwa ya uwanja kuwa mweupe, hasa kwa wale ambao hawataweza kusafiri kwenda Zanzibar. Baada ya kujiridhisha kwenye hilo, ndipo ambapo tukasema ya kwamba mchakato uanze upya. Lakini jasho la mtu halipotei. Wale ambao tayari wameshanunua tiketi zao, aidha shilingi 30,000 VIPB, shilingi 20,000 VIPC ama shilingi 7,000 mzunguko, tunawaomba wazitunze tiketi zao, na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa N-Card. Itakapofika Simba Day watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani. Katika hili jambo lazima tutambue kwamba kila mwana Simba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba nilishanunua tiketi yangu mimi, sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia. Timu ilikuwa ikae kambi hapa nyumbani kwetu katika kambi yetu ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda wa siku 5 kujiandaa na hii mechi. Hiyo budget haikuwepo. Kwa hiyo basi kila mwana Simba iko namna ambayo ameathirika kwa namna moja na hii mechi, na kwa mantiki hiyo basi hatupaswi kunyooshana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika. Na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Baada ya kusema hayo, viingilio vipya
kwa mchezo wetu wa tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. VIPA itakuwa ni shilingi 50,000. Jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi 30,000, na mzunguko ama orbit na saa itakuwa ni shilingi 10,000. Na tiketi hizi zinaanza kuuzwa rasmi kuanzia hii leo. Tiketi yako ambayo ulinunulia, kadi yako ambayo ulinunulia tiketi ya mechi iliyopita, hiyo unaweza ukanunulia tena tiketi ya mechi ya Jumapili ya finali dhidi ya RS Berkane. Kwa ile ya awali itabaki kama ilivyo, alafu hii mpya utakaonunua ndiyo ambayo itasoma kwenye system siku ya kuingia uwanjani. Lakini vile vile tutakuwa na ndege maalum kwa wale ambao watahitaji kusafiri kwa ndege kwenda kutazama mechi na kurejea nyumbani siku hiyo hiyo. Shirika la ndege la Tanzania ATC, ambao sisi ni wadhamini wetu na walitupeleka bure kwenda na kurudi Morocco, tumeenjoy vibaya mno ndugu zangu. Nyinyi ambao hamkusafiri na sisi kwenye ATC, mekosa maisha. Nani alikuwa? Amna hata mmoja. Hata Mavala ukwepo. Mmepitwa na. Tumeenjoy kwenye ndege. Nitafuteni ni wahadithie tulivyoenjoy kwenye ndege ndugu zangu. Ashukuriwe sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia. Yaani tumesafiri straight bila kusimama kituo hata kimoja. Da Casablanca, Ujda, Dar es Salaam. Nyinyi masaa 10 angani mnacheza namna hii tu. Siku nyingine mkisikia Simba tunasafiri na ndege ya mama, njoeni kwa wingi mwinjo. Sawa? Ajado ulikuwepo nilikuwepo. Ndo unajipitisha hapo nikuone na kutaja ulikuwepo. Ajado bana. Ile ulienjoy uongo? Vibaya. Ulienjoy. Na kwenye ATC kuna wali fulani hivi mtamu vibaya mno ndugu zangu. Unaulizwa pale wali nyama au wali kuku. Wewe Na walengo. Kwanza tutaanza kwa maandamano kutoka eneo la Mikunguni. Tutatembea kwa miguu na maandamano hayo mpaka uwanja wa Kikwajuni, ambapo hapo tutafika na kufanya hamasa yetu. Kwenye matembezi yetu haya ya amani, tutaambatana na matawi yote ya Zanzibar, kwa maana ya pale mjini pamoja na shamba. Wote tutakutana hapo kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili, lakini tutaambatana vile vile na matawi kadhaa kutoka Dar es Salaam ambayo yataleta wakilishi wake. Kutakuwa kuna burudani kadha wa kadha zikihusisha ngoma zetu za Simba Sports Club. King Faida atakuwepo hapo pamoja na kundi zima la hamasa, na kama haitoshi tutakuwa na vigoma mbalimbali kutoka Zanzibar kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili. Na kwenye kunogesha zaidi uzinduzi wetu wa hamasa, tutakuwa na Captain Tundaman kwenye upande wa Bongo Flavor kwa ajili ya kutupa raha wana Simba kuelekea mechi yetu ya tarehe 25. Yaani tutaruka ngoma za Tundaman vibaya mno siku hiyo, ikiwa mtanipiga mpaka mniue, Simba sihami itapigwa hapo, na nyimbo maalum ya finali itapigwa hapo na Captain Tundaman. Itakuwa ni wapi? Itakuwa ni Kikwajuni siku ya tarehe 22. Ndugu zangu waandishi wa habari, mnakaribishwa sana. Baada ya kufanya balaa kubwa siku hiyo ya tarehe 22, siku ya tarehe 23 wana Simba wote ambao tutakuwa visiwani Zanzibar tutakwenda
kutembelea na kufanya dua maalum kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume. Ni muhimu mno kwenda kufanya dua hii kwa muasisi huyu mwenye historia kubwa na Zanzibar, lakini historia yake na Simba Sports Club ni katika vitu ambavyo haviwezi kufutika na haviwezi kusahaulika. Kwa faida ya vijana wa mwaka 2000, jina la Simba Sports Club lilitolewa na hayat Abeid Aman Karume. Wakati huo tunaitwa Sunderland, yeye akashauri tuitwe Simba Sports Club na wengine wakaitwa Chura. Lazima twende tukamwombee dua pale na tumweleze kwamba tupo katika ardhi yako, tunataka ubingwa wa Afrika. Hili ni jambo muhimu mno na tayari maandalizi yameshaanza kufanyika. Ndugu zanguni, kwenye wakati tunatangaza mechi mwanzoni tuliweka wazi sare yetu ya kuvaa siku ya mechi. Msimamo wetu unabaki ni ule ule. Kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani tarehe 25 aje amevaa jezi nyekundu. Tunasisitiza tena, kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani aje amevaa jezi nyekundu siku hiyo. Na hili ningependa kuwakumbusha tena zaidi wa Zanzibar, usije na jezi yako ya timu ya taifa. Njoo na jezi ya njoo na jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Kama huna nyekundu ya Simba, vaa nyekundu yoyote ile, ili mradi nyekundu. Tunataka rangi siku hiyo iwe ni moja tu, iwe ni rangi nyekundu. Lakini kwenye tiketi niwahimize na kuwasisitiza ndugu zangu, tununue tiketi mapema. Tiketi 15,000 ni chache mno kwa mechi ya fainali. Na jambo moja tutajaribu kulifanya, ili binafsi tunalichukua, jaribu kuzungumza na makampuni ambayo yanasafirisha watu kwenda Zanzibar, watupunguzie nauli walau kidogo, ili wana Simba tupate tahfifu ya kwenda Zanzibar. Na wale ambao wana vyumba, wana mahoteli Zanzibar, msipandishe bei. Acheni bei ile ile, ili wana Simba waweze kuafford na kuja kwa wingi siku hiyo. Na kama kuna mtu yuko Zanzibar, ana nyumba yake, ana apartment yake, ana hoteli yake, anataka wana Simba wafikie kwa bei nzuri, basi tuwasiliane. Mimi nitalitoa hilo tangazo bure kwenye kurasa zangu za kijamii. Wana Simba waende wafikie hapo, lakini bei iwe reasonable. Tunataka watu wapate unafuu wa kwenda kumuona mnyama anachukua ubingwa wa Afrika. Na ndugu zanguni niwaambie, mwaka huu tumeingia fainali. Haitajirudia tena kama mwaka 93. Yaani tusubiri miaka mingine 30 kuingia fainali. Tumeingia fainali mwaka huu, tunataka haya yawe ndiyo maisha yetu. Kama tulivyoingia robo fainali, hayo yakawa ndiyo maisha yetu. Kwa miaka 7 mfululizo tukawa tu tunacheza robo finali, na kwenye finali tunataka hivyo hivyo kila mwaka tuwe tunacheza robo, tuwe tunacheza nusu, tuwe kumradhi nani ananichezea huyu? Kila mwaka tuwe tunacheza finali.
na hilo linaweze, mnaweze msiniamini hivi sasa, lakini tulivyoingia robo finali ya kwanza mkasema fluke, mwaka huu Simba toboi, mwaka uliofuata Simba kaingia tena robo finali, na baada hapo ikawa ni robo finali mpaka hivi sasa, na sasa tumeingia finali. Tukitoka hapa, kituo kinachofuata mwakani tukiwa hai ni finali tena, mwaka unaokuja ni finali tena. Hiyo ndiyo standard yetu tunaiset Simba Sports Club.